Bodi ya usuluhishi wa mkoa. Ufungaji wa rehani. Rehani ni deni iliyopatikana kwa usajili dhidi ya hati miliki ya ardhi. Hii ina maana wakati mtu anapokopa pesa kununua mali, mkopeshaji ana riba katika mali hiyo. Riba hii inaruhusu wapokeshaji kufungia mali ikiwa malipo ya rehani hayatafanywa. Ni hatua mahakamani kuchukua mmiliki au kuuza ardhi na kutumia mapato ya deni. Sheria ya mkataba ya ardhi vitendo inamtaka mkopeshaji kuhudumia mkopaji na bodi ya usuluhishi ya mkoa wa PMB kwa kutaarifa ya maombi yao ya kuanza kunyang'anywa angalau siku 60 kabla ya tarehe ya kusikilizwa kwa ombi hilo. Baada ya kuwasilisha PMB kwa notice, mkopeshaji lazima asubiri siku 30 kabla ya kuanza mchakato wa kunyimwa haki mahakamani. Ingawa PMB haipianishi baina ya wahusika. Siku hizi 30 huwapa PMB nafasi ya kutoa taarifa inapoomba kwa wapangaji ili kuwasaidia kuzingatia chaguzi zao, kama vile malipo ya malimbikizo au uuzaji wa mali na chaguzi nyinginezo. Mikataba ya mikopo nyumba kwa kawaida huorodhesha gharama ambazo mkopeshaji anaweza kuongeza kwenye kiasi cha rehani, kama vile ada za kisheria za hatua ya kufungia ada za kisheria, kuongeza malimbikizo na kuongeza tatizo la kupata malipo ya rehani, ili malipo ya mapema ya malimbikizo yawe kuuzia dhima ya ada kubwa na kisheria. Mahakama ya bench la Malaika mwaka 2010 iliamua kwamba taasisi za fedha ujumla hazina haki ya kukusanya ada za awali za kisheria kutoka kwa waweka rehani. Hii ina maana kwamba kwa nunu ya jumla, taasisi za fedha haziwezi kudai gharama zilizotumika kabla ya kupata kibali kutoka kwa mahakama kuanzia. Kesi za kinywa. Kesi za kunyimwa kunaweza kuwa na vizuizi kwa sheria hii ya jumla. Kuna ulinzi kwa wale ambao wanataka kulipa malimbikizo. Vitendo vya kunyimwa pesa vinaweza kuchukua muda mrefu zaidi ikiwa mkopaji anafanya malipo na kujaribu kukomboa mali. Wakopaji wanaweza kutaka kufikiria kushauriana na wakili kwa ajili ya kutetea hatua ya kunyima dhamana.